Kwa majina naitwa Ali Hamis Ali, ni mwanafunzi wa udaktari kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka wa 5. Na leo ninatembea na msemo wetu wa wahenga unaotuambia kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Na tukisema kinga kwenye upande wetu wa afya tunamaanisha ni zile hatua zote ambazo unaweza ukazichukua kujilinda kutokamana na tatizo la ugonjwa fulani. Hivyo basi na sisi tumeamua kuletea kinga kuhusiana na kansa ya shingo ya kizazi. Tunatoa elimu kuhusiana na kansa ya shingo ya kizazi. Cha kwanza ndio ufahamu kansa ni nini. Kwa Kiswahili watu wanaita saratani. Saratani ni ile hali ambapo kuna uvimbe au seli zinazopatikana katika eneo fulani zinajizalisha kupita kiwango kwa namna ambayo mwili unashindwa kuziongoza. Na hapo basi zile seli zinazalishwana kupita kiasi na kupelekea kuwepo kwa uvimbe katika eneo husika. Na kama ikitokea kwenye sehemu ya shingo ya kizazi, yaani vijana wetu wa darasa la 7 watanielewa nikisema cervix. Ikitokea katika eneo la cervix au shingo ya kizazi, hapo ndo tunaita kansa ya shingo ya kizazi. Sababu kubwa inayopelekea kansa ya shingo ya kizazi ni mdudu ambaye ni kirusi ambaye anafahamika kwa jina la HPV au Human Papilloma Virus. Na mdudu huyu huwa anaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya ngono. Hii ndio njia kuu na ndio maana tunalazimika kuizungumza ili kuieleza jamii. Kwa hiyo mwanaume ndio huwa anamchukua mdudu yule kutoka kwa mwanamke mmoja na anampeleka mdudu yule kutoka kwa mwanamke mwingine. Hivyo basi wanawake wote ambao wanaanza ngono katika umri mdogo, umri wa miaka 13, umri wa miaka 12, umri wa miaka 20, inawapelekea kupata mdudu huyu katika umri mdogo. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba mdudu huyu unavompata katika umri mdogo huwa anapelekea mabadiliko madogo katika seli zinazopatikana kwenye eneo la shingo ya kizazi na kupelekea dalili kubwa zaidi baada ya miaka 10 mpaka 15. Hivyo basi utaanza kuonesha dalili ulifanya ngono ukiwa na miaka 15, lakini dalili zinakuja ukiwa na miaka 30 au miaka 35. Kwa hiyo cha kukumbuka hapa ni kwamba msambazaji wa mdudu huyu ni mwanamume ambaye anamchukua mdudu huyu kutoka kwa mtu mmoja kumpeleka kwa mtu mwingine kupitia njia ya ngono. Na njia pekee ya kuzuia hapo ni kuwapa watu elimu kuhusiana na kujiweka mbali na swala la ngono. Sambamba na hapo, baada ya miaka 10 au 15, dalili ambazo mtu anaweza kaja nazo zinazoambatana na uwepo wa kansa ya shingo ya kizazi ni kama vile kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa, kutokwa na damu nyingi ukeni, hedhi kupitiliza kile kiwango chake cha kawaida. Hizi ni miongoni mwa dalili chache, lakini kansa ya shingo ya kizazi imekuwa na stage mbalimbali. Ikiwa katika stage ya kwanza na stage ya pili, maana yake tunaweza tukatibia, lakini ikienda katika stage ya 3 na stage ya 4, basi dalili zinakuwa zinaambatana kulingana na kule ilikofika. Ikifika kwenye ubongo, basi utakuja na dalili kama za kuchanganyikiwa. Ikifika kwenye mapafu, utakuja na dalili za kushindwa kupumua kwa wepesi. Ikifika kwenye maeneo ya mifupa, utakuja na dalili za maumivu kwenye mifupa. Ikifika kwenye maeneo ya kwenye mji wa uzazi, basi utakuja na dalili ambazo zinaambatana na utasa na dalili zingine nyingi. Kwa kiufupi, dalili zake mwanzoni zinakuwa ni zile chache, lakini kadiri inavyozidi kuendelea dalili zinakuwa zinaambatana kulingana na stage husika ya kansa husika. Na ni madhara makubwa ambayo mtu anaweza kupata kama akipata kansa ya shingo ya kizazi kama tulivyoelezea hapa. Inakupelekea unakuwa tasa, utashindwa kuzaa kwa sababu utakuwa unaepuka tendo la ndoa kutokamana na kwamba ukifanya tendo la ndoa unapata maumivu makali na muda mwingine unatokwa na damu ukeni. Kwa hiyo utakuwa ukiepuka tendo hilo. Lakini pia itakupelekea lifespan inakuwa ndogo au muda wa kuishi unakuwa mdogo kwa sababu hiyo ni kansa. Inaweza kufika kwenye ubongo na ikapelekea kifo mapema sana. Kwa mwisho wa siku ni kwamba tutapoteza nguvu kazi ya taifa kwa sababu watu wengi watafariki dunia, tutakosa nguvu kazi ya taifa. Nini cha kufanya sasa kujilinda na kansa ya shingo ya kizazi? Wito ambao tunautoa wa kwanza kabisa ni kufanya zile njia za kawaida za kuzuia utokeaji wa kansa. Na njia mojawapo ni wanamume kuwa waaminifu. Tukiwa kwenye ndoa tuwe waaminifu, ukiwa uko single uwe mwaminifu na usingo wako, na ukiwa na mtu wako mmoja uwe mwaminifu, kamuoe, mwende mkafanye ndoa na kuacha ngono. Maana yake tumesema mdudu huyu anasambazwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya ngono. Kwa kufanya ngono ni miongoni mwa sababu ya kuendeleza kuwepo na mdudu huyu. Lakini pia njia nyingine ambayo inatusaidia sana ni kutengeneza kinga ya mwili kwa kufanya chanjo.
Chanjo ni muhimu sana, na hapa tunasisitiza kwa sera ya Tanzania chanjo hii ni bure na inatolewa kwa watoto wote wenye miaka 19 mpaka 13, na mara nyingi ni wale ambao tunasema pengine hawajaanza kufanya ngono. Kwa hivyo basi wanapata chanjo kwa bure, na inatusaidia kupambana na mdudu huyu pale ambapo anapokuwa ameingia kwenye mwili wetu. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wazazi, ndugu, jamaa, marafiki na watu wote ambao mna watoto wa kike tuwapeleke wakapate chanjo kwenye hospitali mbalimbali, kwenye vituo mbalimbali, kwa sababu chanjo hii ni bure. Mchukue mtoto wako, mpeleke kituoni aweze kupata chanjo kwa ajili ya kujizuia na ugonjwa huu. Lakini pia kwa wale mama, dada ambao tayari wameshakuwa na umri wa miaka 30 kwenda mbele, ni vema kuanza kufanya uchunguzi wa awali ili kuweza kujijua kama una maambukizi ya kansa ya shingo ya kizazi. Ni muhimu sana, kwa sababu tukigundua tatizo hili katika stage ya kwanza na ya pili kama nilivyosema, basi tunaweza tukatibia. Uchunguzi wa awali kitaalamu huku tunaita screening. Kwa ni vema kwenda hospitalini, unamwambia mhudumu wa afya kwamba nimekuja kufanya screening au uchunguzi wa awali kuhusiana na kansa ya shingo ya kizazi. Utafanyiwa uchunguzi, na ikionekana kuna mabadiliko utapewa elimu na utapewa nasaha na utapewa maelekezo ambayo ni mazuri kwa ajili ya udhibiti wa mapema wa kansa ya shingo ya kizazi. Wewe ambaye hajawahi kutokea mgonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi kwenye familia yako, unaweza kuona kama ninaongea vitu ambavyo ni story, lakini wale ambao tayari wamewaona wagonjwa hao kwenye familia zao, au pengine wamepata kumuona mtu akifariki kutokana na shida hii, basi ni hasara kubwa inapatikana kwenye jamii. Watoto wanabaki ni mayatima, nguvu kazi inapotea kwenye jamii, lakini pia kama vitu vingi vinakuwa vimesimama baada ya mtu kufariki. Kwa hiyo kuzuia kokote, tunamsisitiza mama, tunamsisitiza dada, tunakusisitiza wewe shangazi ambaye umri wako unakutosha, pengine ulianza ya mambo mapema, basi ufike kwenye vituo vilivyoko karibu na wewe au hospitali iliyoko karibu na wewe ili uweze kufanyiwa uchunguzi wa awali wa kansa ya shingo ya kizazi. Na mwisho kabisa, naomba niwakumbushe ndugu, jamaa na marafiki ya kwamba kansa ya shingo ya kizazi inaua, na kwa sasa hivi imekuwa ni sera ya Shirika la Afya Duniani ya kwamba tunatamani 90% kufikia mwaka 2030 basi watu wengi wawe wamepata chanjo, na pengine tuweze kuondoa ugonjwa huu ifikapo 2030. Na hizi tunazozifanya ni miongoni mwa jitihada za kufikisha elimu kwa jamii na kuwaeleza watu wa kwamba kuna chanjo. Na kuomba usiache kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa unapata taarifa zaidi na tuweze kuwa tunakupa elimu mbali mbali. Asante.